Ahena Mantale Kitana. Sasa moja kati ya vitu ambavyo nimepata kuvigundua kupitia episodi hapa ni pale tu ambapo Binyanza amempatia nguvu Kitana za kuvunja laana ya damu. Sasa hapa nimegundua kitu kimoja ambacho hata Kitana mwenyewe hajui wala hakielewi, ni kwamba Binyanza anafanya hivi, anafanya kila kitu ambacho Kitana anakihitaji ni kwa sababu anataka kumtumia Kitana kwa ajili ya kurahisisha mambo yake. Yani kiufupi ni kwamba episodi za mbele tutaona namna ambavyo Binyanza atakwenda kumtumia Kitana kwa ajili ya kuchukua utawala ama himaya ya Mantale ambayo inamilikiwa na chifu wa sasa. Wote tunafahamu kwamba Binyanza ana mjukuu wake, mtoto wa chifu wa aliyepita kwenye himaya hii hapa, chifu ambaye aliuawa kikatili inavyosemekana na chifu mpya wa himaya hii. Sasa moja kati ya vitu ambavyo anavifanya Binyanza ni kumtumia Kitana, kumkabidhi kila kitu anachokihitaji ili baadaye na yeye aweze kuwa na msaada kwa upande wake. Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, lakini like video hii, share video hii, lakini pia usisahau kucomment, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo utakuwa nayo kichwani ya kumshauri Kitana kuhusiana na kuongeza umakini zaidi. Yani kiufupi ni kwamba asikubali kupokea misaada ya bure kwa Binyanza, hata kama yeye ndo mtu ambaye aliokoa uhai wake, lakini hata kama yeye ndo mtu ambaye anampatia kila kitu anachokihitaji, kwa sababu Kitana mimi naona kabisa anakwenda kuingia kwenye mtego ambao hatashindwa kabisa kuutegua. Yani kiufupi ni kwamba Kitana kitu ambacho anafanywa na Binyanza ni kuweza kupewa misaada, kufanya mambo ambayo anayahitaji, ambayo yanahitaji nguvu nyingi zaidi. Binyanza anakuwepo wakati huo na kumkabidhi nguvu hizo hapo. Sasa kitu anachokifanya Binyanza ni kumfanya Kitana baadaye ashindwe kabisa kutoacha kumsikiliza kwa kitu ambacho atamuomba akifanya. Nafikiri kwamba chifu wa himaya hii hapa ya Mantale atakuwa hatarini zaidi kwenye mikono ya Kitana. Yani kiufupi ni kwamba Kitana atamsaidia Binyanza kuweza kuikamata himaya hii hapa, ama kuweza kumkabidhisha mjukuu wake Maginga himaya hii hapa ya Mantale. Kitu kama hicho hapo ndo nafikiri kinakwenda kutokea kama Kitana hatakuwa makini. Sasa pia twende tukaangalie kuhusiana na hiki kinachoendelea kuangaliwa pamoja na chifu wa himaya ya Mantale. Bwana, wote tumeona hali ya chifu kwa sasa ni mbaya, na kitu ambacho kiliweza kutokea ni kwamba aliweza kula chakula kilichokuwa na sumu, lakini wapikaji wa chakula hicho hapo walikuwa ni wake zake, kitu ambacho kilitufanya tuamini kwamba huenda aliyehusika na kuweka sumu kwenye chakula sio mwingine zaidi ya Nandela, kwa sababu Nandela amekuwa na mipango ambayo ameshindwa kutuficha. Hata sisi watazamaji tumekuwa tukiona kwamba ana mipango ya kuhakikisha kwamba himaya ya Mantale inaingia kwenye mikono yake. Sasa ni yupi ambaye amempatia chifu sumu kama hasio Nandela? Na vipi kama Faru pamoja na Wande watakuwa wanamsaliti pia Nandela kwenye mpango ambao wameupanga wao? Pia wana mpango mwingine kuhakikisha kwamba wanaichukua himaya hii hapa ya Mantale. Vipi kama wao ndo wamesababisha hivyo? Lakini vipi kama Maginga ndo ambaye ametoa sumu kwenye chakula? Vipi kama Maginga ndo anayehusika kuweka sumu kwenye chakula? Sidhani kama kuna uhusiano wa sumu iliyoweka kwenye chakula cha chief pamoja na Maginga, kwa sababu Maginga kwa wakati huu hawezi kufanya jambo lolote lile kama hajapokea maelekezo yoyote yale kutoka kwa bibi yake Binyanza. Kitu kama hicho hapo. So unafikiri kwamba kama ulikuwa unafikiria labda huenda Maginga ndo ambaye ametoa chakula chenye sumu, nafikiri kwamba hutakiwi kufikiria hivyo kabisa, kwa sababu Maginga msaada wake aweze kukipata hiki kiti anategemea nguvu za Kitana. Hata Kitana mwenyewe hajui kwamba yupo kwa ajili ya kumsaidia Maginga kukaa kwenye kiti cha enzi ama kukaa kwenye kiti cha chifu, kitu kama hicho hapo. So nafikiri kwamba main suspect wa tukio zima lililoweza kutokea kwa chifu wa himaya ya Mantale, mtu ambaye anaweza akawa ni mshukiwa zaidi, nafikiri anaweza akawa sio mwingine zaidi ya Faru pamoja na Wande, kwa sababu ya reaction walioionyesha pindi ambapo Nandela aliwauliza kwamba au wana mpango mwingine wa siri ambao yeye haufahamu. Kitu kama hicho hapo. Hebu jaribu kuangalia sura za Wande pamoja na Mr. Faru, mlinzi mkuu wa himaya ya Mantale, utapata kugundua kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanakifanya kwa siri na hawataki Nandela aweze kufahamu. Hii ni kitu ambayo imenifanya niweze kuamini kabisa kwamba aliyetilia chakula kwenye sumu anaweza akawa ni Wande, kwa mjibu wa maelekezo aliyopewa na Mr. Faru, na hiki kitu hata Nandela hakifahamu kabisa. Kitu kama hicho hapo. Sasa pia tuangalie kuhusiana na mtaalam ama mtabiri wa himaya ya Mantale kuhusiana na kitu ambacho amekifanya kumwambia dogo ambaye wanamuita Nzumo, mtoto wa chifu wa himaya hii hapa, ambaye ndo mrithi halali kabisa wa kiti cha chifu. Ameambiwa kwamba asifanye maamuzi ya kukurupuka. Hiki ndio kitu ambacho nafikiri kwamba amefanya sahihi sana, kwa sababu kama
angewaita wake wa chifu kwa ajili ya kuwahoji, kutokana na kwamba wao ndo walipika kile chakula, hivyo watakuwa wanafahamu hiyo sumu imefikaje kwenye chakula. Ngalewa amemwambia kwamba hana mamlaka yoyote yale, kutokana kwamba bado hajapewa cheo kikubwa kuwazidi wake zake na chifu. Nafikiri kwamba alikuwa sahihi, kwa sababu pia amekwenda kusaidia reputation ama kulinda reputation ya dogo ambaye wanamuita Zumo, kwa sababu kama angefanya hivyo tayari watu wangeanza kuhisi labda huenda Zumo ndo mtu ambaye amefanya kitendo hicho hapo cha kumpa sumu baba yake ili aweze kuchukua hiki kiti. Yani kiufupi ni kwamba angeweza kusingiziwa hii kesi hata na mama yake Wakambo, mama zake wa kufikia, nikimaanisha kwamba Nandela pamoja na Nzula. Nafikiri kwamba alikuwa anataka kwenda kufanya kosa kubwa ambalo asingejua matokeo yake angekuwa mabaya kiasi gani. Kama angemuita Nandela pamoja na Nzula kwa ajili ya kuwahoji kwamba wao ndo wamemwekea sumu baba yake, nafikiri kwamba wanahimaya wangemfikiria tofauti. Wengine wangefikiria labda huenda dogo ndo ambaye amehusika kumpatia sumu baba yake afe ili aweze kuchukua hiki kiti, na moja kwa moja kesi anaipeleka kwa wazazi wake, nikimaanisha kwamba Nandela pamoja na mama yake mkubwa wa kambo, yani Nzula, kitu kama hicho hapo. So nafikiri kwamba Mr. Ngalewa amefanya kitu kizuri kabisa kuokoa reputation ya mtoto wa chifu wa himaya ya Mantale. Ni kitu kizuri ambacho amekifanya, kwa sababu kimekuja kuleta matokeo mazuri pia. Lakini pia kupitia yale ambayo umeyaona kwenye episodi hapo, lakini pia kupitia maelezo ambayo nimeyatoa hapo, nafikiri kwamba unaweza ukapata nafasi ya kugundua ni kipi ambacho kinakwenda kutokea episodi ya 46, kwa sababu tumeona episodi ya 45 imekuwa na matukio makubwa zaidi. Tumeona namna ambavyo Kitana amepewa nguvu nyingi zaidi na Binyanza kwa ajili ya kwenda kuvunja laana ya damu iliyowekwa na ukoo kwenye familia fulani hivi. Nafikiri mnaifahamu hiyo familia ambayo ninaizungumzia. Lakini pia nafikiri kwamba episodi inayofuata 46 Kitana atakwenda kufanikiwa kuvunja ile laana ya damu ambayo iliweka kwenye familia. Lakini pia tutaona ni namna gani chifu wa himaya ya Mantale hali yake itakwenda kukaa sawa, kwa mujibu wa maelezo aliyoweza kuyatoa Ngalewa ya kwamba atapona muda si mrefu, ili mradi tu dawa apewe kwa wakati. Lakini pia ugomvi kati ya mlinzi mkuu wa chifu wa himaya hii hapa ya Mantale, nikimaanisha kwamba Faru wa Zamba pamoja na Mr. Maginga utaifikia wapi? Unafikiri kwamba episodi inayofuata haitatupa majibu ya maswali ambayo tuliweza kuachiwa kwenye episodi ya 45? Kitu ambacho nakizungumzia ni pale ambapo Faru alihitaji kumdhuru Mr. Maginga na moja kwa moja akatokea Zengeni kwa ajili ya kuzuia kitu kama hicho hapo kisiweze kutokea, kwa kumtishia kwamba anaweza akashuka cheo. Sasa moja kati ya vitu ambavyo nafikiri kwamba vinakwenda kutokea episodi inayofuata ni Mr. Faru ataanza kufikiria namna ambavyo anaweza akamdhibiti kwanza Zengeni, kwa sababu ameonekana kuwa na